huwa sipendi kuizungumza katika vyombo vya habari kwa sababu na kwenda kutonesha mioyo na maumivu na machungu kwa wanasimba, lakini napaswa niyazungumze kwa sababu na msingi wa kuzungumza hayo ambayo nataka kufanyaje kuyazungumza. Kila mwana Simba arejee kumbukumbu miaka 5 kwenye ligi NBC, kwenye mashindano yoyote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wana Simba tukufanya vizuri. Katika rekodi mbaya toka Simba itengenezwe ni miaka 5 iliyopita, ndio mwaka ambao tulipoteza zidi ya watani wetu, tunakwenda kufungwa goli 5 katika uwanja Benjamin Mkapa. Miaka 5 iliyopita tumenyanyasika na watani, tumefungwa zaidi ya mara 6 mfululizo, jambo ambalo halijawahi kutokea kwa miaka ya nyuma. Bado tuna makovu. Kwa nini nasema tuna makovu? Kwa sababu ukiwa na kovu, ukipita kwenye mtu ukijigusa, maana yake linatoka kwenye kovu linarejea kwenye nini? Kwenye kidonda. Kidonda kikikija maana yake inakuja nini? Maumivu kwenye moyo. Wako watu wanatengeneza kampeni waturudishe kwenye maumivu kwenye moyo. Wapo. Kina nani hao Mekoi? Jaribu kuweka bayana. Leo hii wallahi namwambia Mwenyezi Mungu, waliyesababisha sisi kufanya vibaya miaka 5 iliyopita, leo ndio wanapita mitaani kutengeneza kampeni kutaka kurudi kwenye madaraka. Hili halitakubalika. Hili sitaliacha salama mpaka Mungu anachukua pumzi yangu ya mwisho katika hii dunia. Watu waliopewa nafasi, watu walikuwa wanajitia kipaumbele kwenye Simba, watu waliosababisha tukose ubingwa miaka 5, watu waliosababisha tufungwe na Yanga mara 6, leo wanapita mitaani wanaandikisha wanachama Simba ili mradi waende kufanya vurugu ndani ya Simba. Hili halitakubalika. Unazungumzia miaka 5 akina Trey. Leo hii timu imesimama. Leo hii wallahi nimesikia kauli za kutoka kwa watani wetu. Wanasema tunamshukuru Azam kutufunga Mwanza, kutokwenda kukutana na Simba ile. Yaani kumbe ile hali kuna wana Simba ndani ya Simba wanaumia. Yawezekana wana Simba hao wanaofanya kampeni, wao ndio wanatengeneza mazingira sisi kufungwa na Yanga mara kwa mara. Wakome. Mwamba nilikuwa safarini nimerudi. Mguu kwa mguu, unyayo kwa unyayo, ili kuhakikisha Simba iwe salama chini ya mikononi ya mwekezaji Mohamed Dewji, mzabuni wa jezi Jairut. Ama kweli nimeamini ile misemo inayosemwa kwenye msafara wa mamba na kenge wamo. Sizungumzi kwa bahati mbaya, sizungumzi kwa kukosea, nimekusudia kuyazungumza haya. Ninayo majina yao na wajua, na wakati sahihi, wakati wa Mungu nitawataja. Kisugu mmoja. Siwezi kushirikiana na watu ambao kwenda kuumiza watu zaidi ya milioni 1. Kwa maana walikuwa wanakushirikisha hawa, si ndio lukaa kwenye vyumba hawa. Si tunafungwa 5 wana selfie wanacheka majumbani kwao, wanakwenda kula changu, watu wanakufa, si ndio hawa? Leo mnataka kurudi? Ebo. Ndio. Sitakubali. Cha kwanza, si kabla ya kuiangalia Simba na muangalia Nasra. Simba ikifungwa anaumia, anateseka, ndoa yake inayumba mwanangu. Na muangalia Talki. Simba ikifungwa anajifungia ndani mpaka mimi mwenyewe nastuka. Huyu mtoto kashatafuta kamba ndani ya nyumba. Leo kuna watu wanataka kurudisha hali ya tukubali. Simba imesimama. Wana Simba tusimame na Simba yetu. Leo hii kumbukeni, mwaka huu wa mwisho Yanga tumekutana nao mara 3. Mara ya kwanza Yanga tumewapiga Zanzibar. Mara ya pili wameokolewa na makosa ya kibinadamu. Mara ya 3 umeokoa jumba la Mzee Mbonde kule Meja Samuyo. Hatujafungwa na Yanga mara 3. Sasa kuna watu wanataka kuturudisha tulikotoka. Wana Simba, nyanyueni masikio yenu, mnielewe ninachozungumza.
ninyi waandishi wa habari, watu wazuri, na najua mko vyombo vingi vya habari, ole wenu mtu akakate hii interview. Ole wenu hii interview mkate. So watu wazuri, so watu wa kucheka nao hawa. Eti wanakwenda kutengeneza, wanakusanya majina ya wanachama na namba zao, kuwashawishi waje kufanya nini? Mkutano wa nini? Kama nyinyi kweli mnataka kufanya mkutano, kwa nini msende kushinikiza wanachama wa Simba? Mashabiki wa Simba wanapiga kelele kwenye nchi, wanahitaji kadi, hujapata kadi zaidi ya miaka 7. Mkutano mkuu ulikuja kutuambia unatoa kadi, washatoa. Walisema mchakato unaendelea mikoa. Nafikia 80%. Nitasema. Na kwa nini nasema? Kwa sababu najua hakuna mwanadamu atakayelinda hii dunia. Amini Mungu alichokupa. Jidai Mungu alichokupa. Kama una pesa za kwako, kama una magari ya kwako, kama una uchai wa kwako, lakini amini kitu kimoja tu, Mungu hajakupa wewe kumiliki punzi. Na magari yako nayo Mungu akiamua siku anakuchukua, na uchai wako Mungu akiamua siku anafanyaje? Wanachukua. Utakoa sana. Guys, tunakwenda katika kipindi kigumu na tunakwenda kwenye kipindi kizuri. Leo hii kuna vitu vitatu vinakuja mbele yetu. Vinahitajika umoja, vinahitajika mshikamano ili kuhakikisha kila jambo linakwenda vizuri. Leo Simba tunakwenda katika nyakati ngumu. Tunakwenda kwenye nyakati za nini? Za usajili. Panahitaji utulivu. Management ya Simba mindset zao zitulie ili kwenda kuwasajili wachezaji wenye quality. Wana Simba waendelee kupata nini? Furaha. Haiwezi tukae kimya kipindi ambacho sisi tunaamini tunakwenda katika kipindi cha usajili. Kiko kikundi cha watu 8 wanapita mitaani kutaka kuleta vurugu ili Simba sisajili vizuri. Wanataka turejeshe Baba Jobe. Pao Marijobe. Anaitwa Pao Marijobe. Hamna ndaka mavugo. Niwapongeze sana management ya Simba. Nimpongeze sana mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba. Nimpongeze sana makamu mwenyekiti wa klabu ya Simba Mutaza Mangungu. Wamepambana, Simba imetulia. Wamepambana, wamerudisha Simba kwenye furaha. Wana Simba wana furaha. Wamepambana, wamerudisha historia sahihi ya timu kubwa kuwa na mataji. Mwaka huu ndio timu pekee ndani ya Jamhuri ya Muungano tuna makombe mawili. Tena yote makubwa. Yote makubwa. CRDB ni kubwa kuliko NBC. Na ndio maana kuna timu 96 kwenye CRDB. Kila timu ya Tanzania imeshiriki kwenye yale mashindano. Nani anakataa? Kila timu ya Tanzania imeshiriki. Lakini kombe la Muungano ni kubwa. Sitajiki kutumia shule kubwa kusema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna bingwa wa bara na kuna bingwa wapi? Wa Zanzibar. Alafu kuna bingwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umenielewa au bwana? Nimekuelewa Mikoi. Nataka nikuulize hili hapa bwana Mikoi, na ikiwezekana nifunge kurasa kwa leo. Zimekuwa na kelele nyingi baada ya watu kuona ukielekea kwenye michuano ya Wape Tabasamu pale Morogoro. Watu wakaanza kuzungumza mengi, wengine wakawa wanazungumza na kusema ya kwamba kwa nini mashabiki wa Simba na wala si mashabiki wa Young Africans. Nami nimesikia haya maneno, nimesikia sana nazungumzwa. Lakini mimi naamini waliyezungumza uelewa na upeo wao ni mdogo. Kuna Dickson Jobu, mchezaji wa Dar es Salaam Young Africans. Kuna Shomari Kibwana, mchezaji. Kuna Abu Taribu Mcheri, mchezaji. Alafu kuna taasisi ya Wape. Usiende ukajumlisha kati ya Yanga na taasisi ya Wape. Umbali wao
ni mbingu na ardhi kwa namna ambavyo walivyoachana. Sasa kama kuna mtu analalamika yeye kaachwa kwa sababu yeye influencer wa Yanga, huu ni upeo mdogo kuto kwenda shule. Ile ni taasisi, taasisi inachagua watu kwenda kufanya nao kazi. Ni waombe wana Simba, wakati wa kutengeneza kibubu umefika. Tengeneza kibubu chako cha mbao, weka kamdomo juu. Wazee wenzangu wa miaka 80 wanajua ninachozungumza. Ukipata 1000, 2000, weka kwenye kibubu. Weka dhamira katika moyo wako kwamba hii ninachoweka itimie 40,000, itimie 45,000. Ili nikanunue jezi original za Simba nikatambe nazo Simba Day. Nalisubiri kwa hamu kiasi gani siku ya wana Simba? Ubora wa usajili wa mwaka huu wa Simba, ubora wa kikosi cha Simba. Tunapokwenda Simba Day, mwana Simba ukakosa kuvaa jezi original, mimi naamini utakuwa hujaitendea haki Simba. Juzi kwenye paredi tumeona basi mbili, ndio Eriza na Eriza nyingine. Lakini Eriza moja ni ya Simba yenyewe ambayo Jerut aliweka ahadi atawapa nani? Wana Simba. Lakini kwa nini aliweka ahadi na amekwenda kutekeleza? Maana yake tumempa support, ametekeleza ahadi alivyofanyaje? Aliyoiweka. Ili atekeleze ahadi zilizobaki, maana yake lazima tumpe nini? Support. Kumpa support Jerut si kuzungumzia tu kwenye vyombo vya habari. Ni kwenda kununua bidhaa ambazo anafanyaje? Anazozitengeneza. Juzi nilikuwa zangu Morogoro katika tamasha bomba, tamasha kubwa la Wape. Jana wakati narejea, mwanangu anapenda Simba kama mimi babake. Baada ya kunisalimia, nilikuwa nimevaa jezi yangu ile nyeupe ya Jerut. Akaniuliza swali, baba, nani kama Jerut? Nikamwambia hakuna kama. Kwa mimi naamini mambo yatakuwa vizuri, mambo yatakuwa sawa sawa. Lakini waandishi wa habari, wacheni niseme katika hili. Wana Simba tuna kumbukumbu nzuri, tuna kumbukumbu mbaya.